Baada ya jina la mtoto wa Khamenei kutangazwa kwamba ndio amerithi kiti cha baba yake, mimi nilitarajia hii ndio itakuwa ni stori kubwa sana kwenye vyombo vya habari vya dunia. Lakini huwezi kuamini, taarifa kubwa ambayo iko juu ni taarifa ya mafuta yanavyopanda bei kwa kasi, njaa inayokuwa kwa kasi duniani. Sio mtoto wa Khamenei. Mtoto wa Khamenei watu wamediscuss kidogo sana. Hii ni taarifa inayouza. Kumbuka, habari ni biashara, na habari sio kukuhabarisha tu unavyotaka wewe. Unapewa habari, pia wanaokupa habari wapate fedha. Kwa ukiandika tu stori za mtoto wa Khamenei, watu huwezi kuuza kama utakavyoandika mafuta yanavyopanda bei kwa kasi. Tuelewane hapo. Sasa tuzungumzie kidogo issue ya mtoto wa Khamenei. Nini tafsiri ya kumtangaza mtoto wa Khamenei kama kiongozi aliyekalia kiti cha baba yake? Jibu ni fupi. Wairani wanaitaka vita. Kama Wairani kweli wasingekuwa wanaitaka hii vita, wangechagua jina lingine tofauti kabisa na kizazi cha Khamenei au ile cycle ya Khamenei ambayo imeijenga hii Irani tunayoiona, Irani inayoogopeka. Trump mwenyewe ameshatuthibitishia Irani haijawahi kushindwa vita yoyote. Na sasa hivi naona anazunguka duniani anatudanganya kwamba Irani imeshasalimu amri. Sijui imesalimu amri wapi. Iran is not the bully of the Middle East. Nadhani mnakumbuka maneno yake aliyochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Kwa hiyo tafsiri ya mtoto wa Khamenei kuambiwa kakalie kiti cha baba yako, maana yake endeleza yale ya baba yako. Ya baba yake mtoto wa Khamenei ni yapi? Irani yenye nguvu, Irani ya kutawala Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, utabiri wangu ni ule ule. Kama Iran sio baba wa Mashariki ya Kati, inabidi Waarabu wote wapoteze mali zote walizonazo. Ndiko tunakoelekea. Mtoto wa nyoka ni nyoka, lakini kumbuka mtoto wa nyoka ana nguvu kuliko baba nyoka, kwa sababu baba nyoka ameshazeeka. Tujikumbushe hilo pia. Kwa hiyo huyu ni hardliner kweli kweli, kama wanavyosema wenyewe wa Marekani. This is hardliner, yani watu wenye msimamo mkali, hawayumbishwi. Sifa zake hizi hapa kama wa Marekani walivyoniwekea. Who is Mojtaba Khamenei? Son of Ali Khamenei, 56 years old, never held political office, appointed by Assembly of Expertise, hardline cleric with deep IRGC ties, defies US warning. Trump has called him unacceptable. Hawa ni Fox. Unajua Fox ni media ya kumpamba Trump. Ndio ameshatupa picha za mtoto wa Khamenei na ni headline. Uelewa maana headline, yani hawa ni watu la kwao lazima litimie kwa gharama yoyote. Ndio maana neno hiyo headline. Sasa Trump amesemaje? He is going to have to get approved from us. If he doesn't get approved from us, he is not going to last long. Hii kauli ya Trump ni ile alikuwa anaulizwa kiongozi mpya wa Iran anayekuja ni wa aina gani? Akasema lazima apate kibali kutoka kwetu. Asipopata hawezi kudumu. Na Wairani wakamletea mtoto wa Khamenei kwamba huyo hapo baba, ruka naye huyo, umtafune na huyo. Wairani wanaitaka hii vita. Kuna jamaa mmoja alikuwa anahojiwa akasema Iran decide to double down. Unajua ku double down? Yaani wame escalate basi. Yaani wao wameona kama iwe mbwai na iwe mbwai. Sijui nisemeje. Yaani kumchagua mtoto wa Khamenei ni kumwongezea sijui hasira Israeli na Marekani. Fanyeni mnachotaka kukifanya. Si mnataka moto? Twende kazi. Kwa hiyo tafsiri ya kumchagua mtoto wa Khamenei kwa maneno mafupi, Irani wanataka vita. Mtu atajiuliza vita na nani? Vita na wote ambao wanataka vita na wao. Yeyote anaye anajiamini kwamba anaweza kupambana na Iran, Iran wako tayari. Kumbuka ndugu zanguni, Iran na Urusi wanafanana. Wanafananaje? Hawa ni watu hawapendi vita. Sawa wana kila kitu, wanaishi maisha yao, lakini kuna watu, kumbuka nimeshakwambia, wamejiaminisha hii dunia ni ya kwao. Kwa hiyo lazima uishi wanavyotaka wao na sio unavyotaka wewe. Lazima tu tukumbushane hicho kitu. Tumefikaje hapa? Sasa tuanze na stories za maisha yalivyopanda juu kulingana na mafuta yanavyopanda bei. Tuanze na mtandaoni wanasema semaje kwanza. JP Morgan warned of catastrophic oil supply loss from Middle East. Oil jumps past $100 recession soon.
Oil surge above $100 as Iran war shake. BBC, oil price passes $100 a barrel for the first time. Oil prices surges above $100 a barrel as war in West Asia intensify. Iran war latest, oil prices surge above $100 a barrel. Iran war latest, G7 finance ministers to hold emergency meeting. Hivi G7 wapo kweli? G7 China hayupo, G7 Urusi hayupo. G7 ni madalali wanaoamini hii dunia wanatawala bidhaa zote. Wewe elewa maana G7 ni watu aina gani? Achana na hilo neno lililofundishwa huko kwenye vyombo vya habari, nchi zenye uchumi mkubwa. Kwa Ufaransa ina uchumi mkubwa kuliko China. Uingereza ina uchumi mkubwa kuliko Urusi. Uingereza sina makaratasi yanaitwa paundi. Urusi wana nini? Wana kitu. Ndugu zangu, kuna namna tunatakiwa tuielewe hii dunia. Ili mzungu akiwa anaongea na wewe umwambie wewe ni mzungu wa wapi? Umetoka Ujerumani, umetoka Urusi. Ndugu zangu, G7 wanakaa kikao, madalali, hao ni madalali yani. Sasa Trump amejibu nini kwenye hii mtikisiko wa uchumi, kwa sababu mafuta ni uchumi. Trump amejibu nini? Short-term oil prices which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over is a very small piece to pay for USA and war safety and peace. Only fools would think differently. President Donald J. Trump. Jamaa kasemaje? Watu wajikaze kidogo, walipie wakati anaimalizia kuiharibu Iran. Sio manake au tafsiri yake nini jamani? Jikazeni kidogo ni haribu Iran. Nikisha imaliza kuiharibu Iran, mbona bei itarudi kawaida tu? Hiyo kauli ya rais wa Marekani kulingana na hali ya maisha inavyozidi kuwa mbaya kwa sababu mafuta yanazidi kupanda bei. Au tafsiri gani? Short-term oil prices which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over. Short-term price rapidly. Kwa kifupi tu, kwa muda kafupi tu, ngoja nimalize mambo yangu hapa, mambo yatarudi kawaida. Ndugu zangu, hii dunia kuna watu wamejimilikisha, tusijisahaulishe, tunakumbushana. Sasa turudi kwenye imani yangu ile mimi ninayosemaga kwamba msipokuwa mnaelewana dhidi ya adui yenu, kwa kifupi adui ameshawashinda. Kuna huyu jamaa anaitwa Antony Blinken. Antony Blinken alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani kipindi cha Joe Biden. Yaani kiti alichokalia Marco Rubio ndio kilikuwa cha Antony Blinken. Kumbuka Antony Blinken alikuwa anadili sana na Urusi na Lavrov. Sasa Antony Blinken na Joe Biden, ukirudi nyuma kwa Obama, Blinken na Joe Biden alikuwa makamu wa rais wa Obama, alafu Blinken alikuwa mshauri wa makamu wa rais. Kwa manake baada ya Joe Biden kuwa rais akamfanya Blinken waziri wa mambo ya nje. Sijui nimeeleweka? Yaani hao wote walikuwa kwa Obama, wakaja wote wakaanzisha vita ya Ukraine ndio wakaondoka. Sasa Antony Blinken amesema kitu cha ajabu kabisa. Antony Blinken amesemaje? Israel ilitaka Obama aishambulie Iran. Yaani cha kujiuliza, Antony Blinken, wewe ni waziri wa mambo ya nje wa zamani wa nchi yetu, unatuambia Israel alitaka Obama aishambulie Iran. Manake Obama alichomoa. Kwa kumbe Israel ni kweli anaitawala Marekani, rafiki yangu. Hivi tunahitaji ushahidi gani? Kuna watu watakuwa wanajiuliza, Israel alifikaje hapo mpaka anaitawala Marekani? Lazima kuna mtu atakuwa anajiuliza, inakuwaje Israel anaitawala Marekani? Iko hivi. Marekani ni nchi ya kibepari, na mabepari matajiri pale Marekani ni wa Israel. Kwa unapotaka jambo lako, si linahitaji fedha. Unataka kuwa mwana siasa, unahitaji fedha, muziki. Hakuna unachokitaka ndani ya Marekani ukaenda kinyume na wa Israel ukafanikiwa. Niwasaidie hivyo. Kumbuka ni binadamu wanaoiendesha serikali nzima ya Marekani. Kwa wewe ni nani ufanikiwe jambo lao ambalo litaandamini nguvu yao? Sijui nimeeleweka? Chochote unachokitaka ndani ya nchi ya Marekani kiko kinyume na Waisraeli huwezi kufanikiwa. Nadhani tumeelewana. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wote wa hela wanaukontrol wao. Msijisahaulishe, huu ndio mfumo wa kiuchumi unaopaliliwa Tanzania. Lazima niwakumbushe. Sio niongee kama chiriku tumisi kuchambulia hapa. Mimi nawafundisheni ili msio mazombi. Tusije tukajaza homeless kama walio Marekani. Tanzania tuna homeless already.
Watu wanajiulizaga homeless wanatoka wapi? Kila siku nahubiriwa fanya kazi kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Wakati watu wameshachukua ardhi yenu. Watu wanachukua ardhi za shule, ardhi mpaka za vituo vya polisi. Wanajikatia. Mnashindwa kujieleza hivi watu wanatumia loophole gani? Wanaichukua serikali wanaiweka mfukoni, wanachukua kila sehemu. Niwakumbushe kuna mtu amenijibu kwenye comment, issue ya Geita bana achana nayo sijui ni nini. Oya, okay, tuiache ya Geita, twende kwa Siro kule Kigoma. Watu wamekwenda Kigoma wameenda kuchimba nini, hawajaongea hata na Siro. Dharau kubwa kiasi gani? Mfumo wa kiutawala wa Marekani ndio wanaotaka kuuleta Tanzania. Watu wagawane ardhi ya Tanzania. Ardhi ya Tanzania haiuzwi. Ukitaka kununua ardhi nenda Marekani. Wa China ardhi yao haiuzwi, wa Russia ardhi yao haiuzwi, wa Tanzania ardhi yao haiuzwi. Enda kanunue ardhi Kenya wewe. Anthony Blinken huyu hapa anakuambia Israel wanted Obama to hit Iran. The Israelis were pushing President Obama to take military action against Iran and were warning that they could do it themselves if he did not. This is foreign country ordering your country to do military operation to another country. Naongea hata kizungu nyinyi wa Marekani mnielewe. Nchi nyingine inaiforce nchi yenu ikafanye mambo ya ikavamia nchi nyingine. Nyinyi mna akili sana nyinyi wa Marekani. Of course nyinyi mna akili bana. Nyinyi mna jinsia ngapi? Sasa plani A imeshafeli ya Trump ya kubadilisha uongozi. Wote Marekani na Israel wameshaona haiwezekani kubadilisha uongozi. Nimeshawaambia betting ya Marekani na Israel ilikuwa ni kumuua Khamenei utabadilisha uongozi. Kwa nini wawe na imani hiyo? Walimuua Gaddafi, walimuua Saddam Hussein, wamemtoa Maduro. Huko kote wanasafisha tu. Wanaona ni rais. Wamekuja kwa Syria, wamemtoa Bashar al-Assad. Huko kote wana free riding, wanapita tu. Kwa hiyo wakakariri kwamba method ile waliotumia kote huko wataitumia na kwa Iran. Kuna kitu wa Iran wametufundisha na ni lazima wa Tanzania tukipiganie tukiwa katika mchakato wa kubadilisha muundo wa kiutawala wa nchi yetu. Decentralized. Lazima tuwe na decentralized mode of leadership in Tanzania. Decentralized but organized. Ndivyo wa Iran walivyo. Angalia wamepiga kura, wamemchagua kiongozi mwingine. Wamepigaje wanajua wenyewe. Angalia mabomu yanazidi kutupwa tu kote kote. Watu wanazidi kukariri sijui kujifariji kwamba yameisha. Kisa wanataka Iran apigane wanavyotaka wao. Sasa kama kweli vita wa Iran wangekuwa wameshindwa, wangemchagua mtu ambaye kidogo anaweza kaongea nao. Sasa wamemchagua mtoto wa Khamenei, tafsiri yake nini? Vita wanaitaka. Sasa waendelee kujifariji kwamba vita wa Iran wameshashinda kwa sababu hawatumi mabomu wanavyotaka wao. Kazi yao wao ni kulipua hizi decoy military site, decoy vindege vimechorwa sijui vipulizo vya ndege wanajisifia. Tumeshalipua target zaidi ya 1000 na. Msikilize rais wa Israeli akijifariji kwamba wa Iran waingie barabarani wabadilishe uongozi wao. What we are aiming for is very clear objectives. One, Iran cannot have nuclear capability and they were rushing again to that capability. Number two, their long-range missiles. It's also a golden opportunity for the people of Iran to rise up and bring change. We leave it up to them. Ndugu zangu, niliwaambia mkiwa disorganized ndio magharibi wanaweza wakawaingilia. Wameshatufundisha wenyewe kwamba once the country is disorganized, alafu uongozi uko centralized, ni rahisi kupinduliwa. Lakini mkikuta watu wako decentralized but organized kama Iran, wataishia kujifariji tu. Mpango gani ni kitu gani wanachokiwaza sasa hivi? Kuchukua kisiwa cha Iran ambacho ndicho ni kama moyo wa Iran kiuchumi, kwa sababu mafuta mengi yanatoka kwenye hichi kisiwa. Kinaitwa Kargad, yani sijui nikisomeje. US official has discussed the possibility of seizing Kargad Island, Iran's main oil export terminal. The Iceland handles about 90% of Iran's crude oil exports, making it a critical economic lifeline for the country. Hichi kisiwa kama nilivyokuwekea kwenye picha hapo na kiona kiko kwenye maji, ndio moyo wa uchumi wa Iran. Yaani kama Marekani na Israel watafanikiwa kuchukua hichi kisiwa, ndio wameua uchumi wa Iran. Je, wa Iran wako tayari wa Marekani na wa Israel wachukue hichi kisiwa?
Yaani vita ya kukichukua hichi kisiwa ni sawasawa na umeingizwa kwenye keji ya simba, alafu simba wenyewe wana njaa. Sijui unatokaje ukiwa mzima. Kwanza kuna vitu vingine Israel na Marekani. Lakini inatokana na jinsi walivyojiaminisha kwamba hii dunia ni yao. Wameshafanya vitu vingi sana ambavyo viliwaaminisha hii dunia ni yao. Sasa hapa walipofika hawataki kuamini kwamba kuna kushindwa. Kwa hii ndio ilikuwa ndio walichoa wanakiwaza wanaweza wakakifanya. Kingine ni cha kipumbavu kabisa, cha kijambazi niseme. Marekani na Israel walikuwa wanawaza waingie ndani ya Iran kijambazi, wakachukue ile uranium iliyorutubishwa. Sijui nimeeleweka? Yaani waingie kijambazi ndani ya nchi ya Iran, wakaichukua ile uranium ambayo ni zaidi ya kilo 400-500. Kwa kama tani 4 tani 5, waondoke nayo. Wazo la kijambazi inatofautiana kama kuvamia nyumba ya mtu na kuchukua mali iliyopo huko. USA is sending special forces to seize Iran's nuclear stockpiles. Ni ujinga wanaodiscuss kabisa kwenye serikali ya Marekani. Tupeleke watu tukachukue ile uranium ambayo imeshatengenezwa. Ngoja nikusomee hii taarifa ya New York Times. Iran could retrieve uranium at site US bombed last year, official says. American intelligence agencies have determined that Iran or potentially another group could retrieve Iran's primary store of highly enriched uranium even though it was entombed. Ndugu zangu, kwa nyinyi mnaoishi kwenye vyombo vya habari na mna kumbukumbu vizuri, Trump alitutangazia kwamba wameshaharibu kila kitu kwenye site za nuclear za wa Iran. Lilitumika neno total obliteration. Nakumbuka sana huu msamiati obliterate. Sasa unavyotuambia ile uranium ambayo mliharibu huko chini, kuna watu wanaweza kwenda kuitumia. Mbona kauli zenu ziko mbili ndugu zanguni? Au mnatuchukulia sisi ni watoto? Bado hamjasema. It's very difficult to control the truth and the false in today's generation we are living. Tunaishi nyakati ambazo ukitaka kudanganywa wewe umependa kudanganywa. Ila ukitaka kutafuta ukweli rahisi sana. Lengo lao waingize majambazi. Tena hii special force ni pamoja na wataalamu kabisa wa uranium kutoka Marekani, sijui wapi wanajua wenyewe. Unajua wachawa wako wengi sana, wachawa Marekani. Kwa sababu wengine atachukuliwa sijui Ufaransa, Uingereza, kwa sababu wana nuclear, waingie wakaibebe. Kama vile sijui anaiba sukari. Mimi nitashinda kuelewa. Wanajiuliza, maana wanataka kuamini hivi vinu hakuna mtu yupo. Jamaa wamepagawa kuliko, kwa sababu ngoma imekwenda tofauti na walivyotarajiwa. Story nyingine ambayo ina mvutano huko mtandaoni, naona tangia jana, ni ya kusema kwamba Dubai, United Arab Emirates, wana chakula cha kutumia ndani ya siku 7 mpaka 10. Kumbuka hizi story wanazozizungusha ni raia wa Marekani. Niliwaambia hakuna watu waliopagawa na huu ugomvi kama raia wa Marekani. Kwa nini? Raia wa Marekani hawakupenda ugomvi. Pesa zinazotumika ni za wa Marekani. Kwa lazima wao wanawashambulia Waarabu wa GCC kwamba nyie ni wapumbavu kwa host wa kambi za Kimarekani kupigana na Iran. Sasa baada ya outlet mbalimbali za Marekani kuanza kurusha madongo kwamba Dubai haina chakula cha kutosha. Kumbuka Dubai 85% ya chakula chao wananunua kutoka nje. Dubai export more than 85% of their food ingredients. Tafuta huko mtandaoni. Sasa serikali ya United Arab Emirates lazima haiwezi kukubali hii story iuze, kwa sababu ni hatari kwa usalama wa nchi. Raia wanaweza wakaleta vurugu kwamba kwa hiyo store ya chakula hakuna nini. Kwa hiyo hii story ni kati ya media za Marekani, za watu binafsi, na Dubai kwamba nyie msosi hamna sasa hivi. Msipopambana hiyo vita iishe mapema mtakufa njaa. Kwa hiyo hii nimeona nayo ni update kwamba Dubai hamna msosi wa kutosha kulingana na Western media, independent Western media, kwamba nyie hamna msosi. Kwa hiyo msipo ipresha Marekani hii vita ikaisha mapema mtakufa njaa. Mkweli nani? Serikali ya Dubai au wanahabari? Serikali lazima siku zote serikali, unajua serikali inaruhusiwa kukudanganya kwa faida yako. Hicho tunajua. Sio kila kitu serikali inachokuambia ni kweli. So kwa hali inavyoendelea, kwa sababu story kubwa duniani inayouza ni mafuta yamepanda bei. Msijisaulishe. Putin sasa hivi apokee simu za mafuta. Yeye anachukua mafuta yake anauza anavyotaka yeye. Maana kama hii vita itaendelea, mfaidikaji ni Putin. Naona Marekani walivyo na akili na wazungu wao na watu wa Ulaya.
Vita ya Ukraine iliharibu biashara ya mafuta. Wakapambana wakafix kiaina. Wameanzisha vita nyingine kabla hawajafix na Urusi. Taarifa za Marekani zinadai vikwazo vyote vya kiuchumi ambavyo Urusi amewekewa, Treasury Department, idara ya hazina ya Marekani, si ndio wanaikaga vikwazo duniani. Hazina ya Marekani si ndio hazina ya dunia. Wana mpango wa kuwatolea Warusi vikwazo vyote. Yes. Hiyo ndio story nyingine ya kwa Marekani kwamba Besant, we may unsanction other Russian oil. Yaani kwa kifupi hapo Urusi afanya anavyotaka biashara sasa hivi. Ziba huku, achia huku. Ukiachia huku, yani hebu ukizima hii na waka, yani mnaelewa anachokiongea. Wazungu anajifanyaga wana akili sana. So, mtoto wa Khamenei ameenda kukalia kiti cha baba yake. Hem, jaribu kuvaa viatu vya mtoto wa Khamenei. Alafu unajua kabisa waliomuua baba yako ni akina fulani. Ni feelings gani zinapita katika akili na damu ya mtoto wa Khamenei? Naye pia anawaza namna ya kuwaua baadhi ya viongozi wa magharibi. Niamini. Kumbuka tumeshaambiwa huyu mtoto ana mahusiano mazuri sana na IRGC. Kumbuka IRGC ndio moyo wa ulinzi wa Iran. Iran wana layer mbili za kiulinzi. Kuna wanajeshi wa kawaida, alafu kuna IRGC. IRGC ndio wale Islamic Revolution, wale waliopindua. Yaani hawa watishi lolote. Yaani hawa ndio wanaopigana mpaka kiyama. Acha na wengine wana uzungu fulani, ndio maana wanapiganaga lakini hawaaminiki kama IRGC. Kwa kama huyu mtoto IRGC wanamkubali, iko mipango itakuwa inatengenezwa kuwatafuta akina Trump taratibu wailipe hii damu ya babao. I'm telling you. Kwa akili yangu ndicho kinachopita kwenye akili ya huyu mtoto wa Khamenei. Kwa nini mtoto wa Khamenei amechaguliwa? Kwa sababu wa Iran wanaitaka vita. Wa Iran wangeitaka amani, wangemchagua mtoto. Wangemchagua mtu tofauti na familia ya Khamenei. Yaani nje kabisa ya familia ya Khamenei. Lakini kumweka mtoto wa Khamenei, maana yake ujumbe umepelekwa Israel, ujumbe umepelekwa Washington. Tunaitaka vita baba. Hatupendi vita. Bali kuna waliojiaminisha dunia na vijazavyo ni mali yao, na watachukua kwa staili yoyote ile. Elimika, usiwe msomi.